Wapendwa watazamaji wa Catholic Motion Online TV, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya 6 ya kipindi cha Pasaka ya mwaka A wa Kanisa. Nabii Isaya katika wimbo wa kwanza anatualika kwamba tuhubiri kwa sauti ya kuimba, tutangaze haya na tuyatamke mpaka mwisho wa ulimwengu, kwamba Kristo kwa njia ya fumbo la Pasaka amewakomboa watu wake. Na mwaliko huu wa kuhubiri kwa sauti ya kuimba umepokewa vizuri na Mtume Filipo anapowahubiria wa Samaria. Pia Mtume Petro tutasikia akiwa anawahubiria watu wote, na Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Yohane anaendeleza hilo wazo la kuwahubiria watu. Na mahubiri yote yao watatu yanatupa ujumbe msingi kabisa katika hii Dominika ya 6 ya Pasaka, kwamba kumpenda Mungu ni kushika amri zake kwa kutenda yaliyo mema. Katika somo la kwanza nalotoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya 5 hadi ya 8 na aya ile ya 14 hadi ya 17, Mtume Filipo anaonekana akiwa anawahubiria Wakristo huko Samaria, na watu wengi wanamwamini Yesu, na wanapomwamini wanakubali kubatizwa, na hatimaye wanapokea uponyaji wa matatizo mengi waliokuwa wanakabiliana nayo. Wengine wanaponywa magonjwa ya kupooza, wengine wanatolewa pepo, na wengine wanapata kutembea, wale viwete wanatembea. Na baada ya Samaria kupokea neno, Petro na Yohane wanapata hizi habari njema na wanakwenda kuwaombea. Wanaweka mikono yao juu yao, na watu wa Samaria wanaimarishwa kwa neema ya ubatizo, wanampokea Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine tungeweza kusema kwamba wanapokea sakramenti ya kipaimara kwa mara ya kwanza, wanapokea Mungu Roho Mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake 7. Katika somo la kwanza tunajifunza mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, mahubiri tunayopokea kila siku sisi kama Wakristo yatusaidie kumpenda Mungu, na matokeo ya kumpenda Mungu ni kushika neno lake linaloleta uponyaji wa nafsi, uponyaji wa roho na uponyaji wa mwili, kama wa Samaria walivyolisikia na wakapata uponyaji. Kulisikia neno la Mungu na kulishika ni kukaribisha uponyaji katika maisha yako wewe kama Mkristo. Lakini jambo la pili tunalojifunza kutoka somo la kwanza, sisi kama Wasamaria tumepata kupokea sakramenti ya kipaimara, yaani tumempokea Mungu Roho Mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake 7. Na mapaji hayo tunayafahamu kwamba ni hekima, akili, elimu, nguvu, ibada na uchaji wa Mungu. Lazima mimi na wewe tujiulize, kama watu tuliopata sakramenti ya kipaimara, je, haya mapaji yanatenda kazi katika maisha yetu? Katika maisha yako kama Mkristo unatenda kwa hekima? Hekima kule kupenda mambo ya Mungu na kuchukia mambo ya kidunia. Je, Mungu ana nafasi katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho kimekuweka mbali na Mungu? Kilichochukua nafasi ya Mungu katika maisha yako ni nini? Je, ni kazi zako unazozifanya? Je, ni cheo chako ulichonacho? Je, ni marafiki wamechukua nafasi ya Mungu? Au ni mifugo yako? Au ni biashara yako? Au ni mke wako? Au ni simu yako? Kila mmoja ajiulize kile kitu ambacho kinachukua nafasi ya Mungu. Na ukijua kwamba kuna vitu vinavyochukua, vitu vya ulimwengu kama vinachukua nafasi ya Mungu, jua kabisa paji la hekima alifanyi kazi ndani yako. Je, katika utendaji wako unatumia akili uliyoipata siku ya kipaimara? Je, unachagua siku zote yale mambo yenye kupa Mungu sifa na utukufu?
Je, una hofu ya kumchukiza Mungu kwa dhambi? Una hilo paji la uchaji wa Mungu katika utendaji wako? Au umejaa ujasiri wa kumchukiza Mungu kwa dhambi? Basi tujifunze kuyafanya upya mapaji tuliyopokea siku ile ya kipaimara, ili tuweze kufanya yale ambayo yanampa Mungu sifa na utukufu. Somo la pili, ndugu zangu katika Kristo, linatoka katika mahubiri ya Mtume Petro kwa watu wote, ule waraka wake wa kwanza sura ya 3 aya 15 hadi ya 18. Petro anatuasa mambo yafuatayo: sisi tuliohubiriwa, tukaelewa mafundisho na tukaimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Jambo la kwanza analotufundisha ni tuwe tayari siku zote kumjibu kwa upole yeyote anayeuliza habari za imani yetu. Tusiwe na jaziba katika kweli za kiimani. Wale ambao wanamtafuta Kristo, wanataka uelewa sahihi wa mafundisho ya Kristo, tuwajibu kwa upole. Lakini jambo la pili, Petro anatufundisha tuwe na dhamiri njema, dhamiri hai, dhamiri nyeupe. Tuepuke na tukimbie siku zote kuwa na dhamiri ovu, kuwa na dhamiri mbaya. Lakini jambo la tatu na la msingi, Petro anatufundisha kwamba ni afadhali kukubali kuteswa katika kutenda mema kuliko kutenda mabaya. Kama Mungu anataka tuteseke katika kutenda mema, tukubali kuteseka katika kutenda mema kuliko kufanya mabaya. Na ili wazo nimelipenda zaidi kwa sababu linatuunganisha moja kwa moja na kiini na ujumbe wa Injili. Injili inayotoka katika kitabu cha Yohane sura ya 14 aya 15 hadi 21 inatuambia mwongozo wa kutenda mema ni kumpenda Mwenyezi Mungu kwa kuzishika amri zake. Kumpenda Mwenyezi Mungu ni kuzishika amri zake. Ndugu wapendwa, tujifunze kuwaza mema, tuseme mema na tutende mema. Siku zote za maisha yetu tujifunze kutendeana mema. Haijalishi ni mtu gani unayekutana naye katika maisha, mtendee mema, awe wa kabila lako, awe wa dini yako, awe wa chama chako cha siasa. Wote tunaokutana nao katika maisha, Kristo anatualika leo tujifunze kutendeana mema usiku na mchana, Januari mpaka Disemba, Jumatatu mpaka Ijumaa. Tujifunze kutendeana mema, tuseme mema na tuwaze yaliyo mema. Hakuna amri yoyote ya Mungu kati ya zile 10 inayomwelekeza mtu kuwaza mabaya wala kusema maovu ama kutenda maovu. Amri zote za Mungu kama dira yetu zinatuelekeza katika kutenda mema. Huwezi ukasema unampenda Mungu au siwezi kusema kama ninampenda Mungu kama nafasi ya Mungu imechukuliwa na vitu vya dunia hii. Mungu kama ana nafasi katika maisha yako, jua kabisa utendi mema. Kama Dominika haina nafasi katika maisha yako, jua kabisa utendi mema. Kama maisha ya sala, wewe kama Mkristo Mkatoliki hana nafasi kwako, jua kabisa umekimbia kutenda mema. Lakini jambo la pili, huwezi kusema kama unapenda Mungu huku unamchukia jirani yako. Jirani yako unamwazia yaliyo mabaya, unamwazia maangamizi. Mathalani, huna utii kwa wazazi wala wakubwa wako. Huwezi ukasema unatenda mema au unampenda Mungu kama umtii mzazi wala umtii mkubwa wako katika ngazi tofauti tofauti za maisha yetu. Lakini huwezi ukasema unatenda mema au unaishi vizuri au unazitii amri za Mwenyezi Mungu kama unadhulumu haki za watu kuishi, unaua kwa maneno, masengenyo, unaua kwa silaha, unaua kwa madawa, unatoa mimba au unashiriki katika kutoa mimba, unafunga watu magerezani kwa hila bila makosa, unaiba mali za watu, unafanya wizi,
Unakuwa mdanganyifu katika biashara, katika makubaliano mbalimbali unaweka huko udanganyifu. Unaiba mali za umma, ufisadi, rushwa. Unapoteza watu, unateka na kuua watu bila uwajibikaji wowote. Yote hayo huwezi ukasema kwamba wewe ni Mkristo Mkatoliki unayetenda mema na kuzishika amri za Mungu wakati unatenda yote hayo. Unakuwa muongo wa mtu mmoja mmoja mpaka kwa uongo wa taifa zima. Tunamdanganya Mungu na kuwadanganya watu. Tunakosa uaminifu katika maisha ya sakramenti. Wengine kama mapadri tunakosa uaminifu katika viapo vyetu. Wengine kama watu wa ndoa tunakuwa wadanganyifu katika viapo vya ndoa zetu. Hayo yote yanadhihirisha kwamba hatumpendi Mungu kisawasawa. Kila mmoja katika Dominika hii ya leo atafakari yale mambo ambayo yanamzuia kuzishika amri za Mungu na afanye mabadiliko ya kweli. Taifa la Mungu, katika maisha yetu tumeshindwa hapa na pale kuyaweka katika utendaji mapaji saba ya Roho Mtakatifu pamoja na zawadi zake mbalimbali tulizozipokea siku ya kipaimara. Tuombe neema ya Mungu tuweze kutambua hayo mapaji na kuyatumia kumshuhudia Kristo. Lakini tumeshindwa pia kumpenda Mungu, tukapuuza amri zake na tukakumbatia maovu na mabaya kuliko kutenda mema. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe ujasiri na toba ya kweli, ili Mungu atupende na Yesu atupende zaidi, na mwisho wa maisha yetu aweze kujidhihirisha kwetu. Tuweze kumuona Mungu na Kristo kama walivyo. Zaidi sana, kama tu wajasiri katika kutenda maovu, vile vile tujitahidi kuwa wajasiri katika kufanya toba. Padri Aretas James Amani, padri ya Jimbo Katoliki la Moshi, na kwa sasa nafanya utume kama mwalimu na mlezi katika seminari ndogo ya Mtakatifu Yakobo Kilemachini. Tumsifu Yesu Kristo.